nguvu ya kuheshimu. Hakuna aliyeinuka bila kuheshimu waliomtangulia. Hakuna aliyebarikiwa bila kuheshimu waliobarikiwa kabla yake. Mungu ameyafungamanisha yote katika nguvu ya heshima. Mathayo 10:40 hadi 42 inasema, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu yeyote atakaye mnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, kamwe haitampotea thawabu yake. Hili andiko linatufundisha mambo kadhaa. Kitu cha kwanza, heshima ni moyo unaojitambua. Usipojua kwamba wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu, usipojua kwamba wewe ni wa Mungu, usipojua kwamba wewe umeumbwa kwa namna ya ajabu, hautaheshimu wenzako. Kwa hiyo andiko hili pia linatufundisha kwamba heshima si kwa sababu ya udogo au ukubwa wa mtu, lakini heshima ni kwa sababu ya wewe umejitambua ni nani. Ukijitambua kwamba wewe ni wa Mungu, utaheshimu na mwenzako kwa sababu naye ni wa Mungu pia. Utamheshimu mwenzako kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa andiko hili linasema kwamba linatufundisha kwamba unatakiwa uheshimu uhai wa mtu. Unatakiwa uheshimu utu wa mtu. Heshimu nafasi ya mtu. Heshimu tendo analolifanya mtu. Kama Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, katika Mathayo 5 anaweza akasema kwamba anawatendea mambo mema wazuri na wabaya. Lakini kumbuka, yeye ndiye mwamuzi na atoaye hukumu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu wa haki. Kwa mwisho wa siku amefungamanisha pia mambo yote katika haki yake. Kila apandacho mtu lazima kuna siku atakuja kuvuna. Yesu apewe sifa. Kwa hiyo upendo sio kufanya tu mambo mema kwa watu, sio kuwakemea watu, sio kuwasema vibaya watu. Upendo ni kufanya mambo mema kwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Yesu angetakiwa awe mtu wa kwanza wa kuwasema vibaya watu. Lakini kitabu kile cha Mathayo kinatuonyesha jinsi ambavyo Yesu, kwa nini Mungu alimpenda Yesu kuliko watu wote duniani. Anasema mwanzi uliopondeka hata uvunje, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata ailetapo hukumu ikashinda. Kwa nini wewe mwanzi uliopondeka unauvunja? Kwa nini wewe utambi unaotoka moshi unauzima? Wewe ni nani? Kama Yesu aliyetuumba, kama Mungu aliyetuumba, anaweza akatumia kauli akasema, yaache magugu na ngano yaote pamoja, nitakuja kushughulikia mwisho wa dunia. Shida ni moja, kwamba hutakiwi kuingilia nafasi ya Mungu kwenye maisha yako kwa habari ya watu. Nafasi yako ni kuwa imara kiroho. Yesu akawaambia wanafunzi wake, msiingie kwanza kutenda kazi ya kuhubiri. Kaeni kwanza mpaka mjazwe nguvu. Kamilishweni kwanza kiroho. Kwa sababu utumishi sio kufanya au kazi, kufanya jambo lolote, kutumikia watu, sio kufanya kwa sababu unaweza au una nafasi, ila ni kufanya kwa sababu unayo nguvu nyingine ndani yako inayokusaidia. Kwa hiyo maisha yako, kama ni kwenye familia, kwenye ndoa,
kwenye jamii au eneo lolote la maisha yako, usimsaidie Mungu kufanya kazi yake. Haleluya. Ongozwa na Roho wa Mungu, halafu heshimu watu. Wapende watu kwa kuongozwa na Roho wa Mungu na sio kwa kuongozwa na akili zako. Wasaidie watu kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, sio akili zako. Na hiyo ndiyo kuheshimu watu na kumheshimu Mungu. Ukisoma Biblia, watu wote ambao Mungu aliwachapa au kuwapiga ni watu ambao walitumia mtazamo wao mzuri mahali ambapo walitakiwa kutegemea mtazamo wa Mungu zaidi. Mwanzo 6 anasema wana wa Mungu waliwatamani waliona wana wa duniani kama ni wazuri. Ilikuwa ni akili. Kama ilivyo akili za Wakristo wote duniani, hata mimi nikiwemo. Kuna wakati unahisi jambo zuri kwamba linafaa kuwatendea wengine, bila hilo zuri kulipitisha kwenye mamlaka ya Roho wa Mungu alikague. Na hapo ndipo tunapokosana na Mungu kwa sehemu kubwa. Somo langu linasema nguvu ya kuheshimu. Mungu anasema heshimu watu, heshimu mtu, heshimu uhai wa mtu, heshimu nafasi ya mtu. Haleluya. Yeye ndiye aliyemuumba mtu, yeye ndiye aliyemweka duniani. Huyo mtu unayemwona ana thamani ya kuishi vizuri kwa furaha na kwa upendo na kwa kupendwa na kwa kuthaminiwa. Kwa hiyo ikiwa unahitaji kumsaidia, pitia kwa Roho wa Mungu, muulize, lakini usitumie nguvu zako, sababu wewe haukumleta duniani, hautamsaidia. Narudia tena, heshimu mtu. Na ikiwa una lengo la kumsaidia mtu, pita kwa Roho wa Mungu akuongoze jinsi ya kumsaidia. Kwa sababu kama utaendelea kutumia nguvu zako, hiyo sio heshima. Lakini pia utakosea, lakini pia utagombana na Mungu, utagombana na Roho wa Mungu, utapoteza amani, utapoteza furaha. Tunarudia kule kule. Ili umsaidie mtu, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nendeni kwanza mahali hadi mtakapopokea nguvu za Roho wa Mungu. Alikuwa na maana kubwa. Si kwamba kwa sababu unamjua Yesu, una maneno mazuri, una experience nzuri, una ushauri mzuri, kwamba unaweza ukaongea tu chochote kwa watu. Utaongea vizuri, lakini havitasaidia watu. Kwa ni vizuri kuheshimu mtu, maana yake lazima umheshimu kwanza Mungu wa huyo mtu. Msikilize Mungu wa huyo mtu, halafu ndiye akupe ujumbe wa huyo mtu. Na ufanye si kwamba ni wewe unafanya, bali kwa sababu Mungu ameruhusu ufanye. Na hiyo ndiyo heshima. Kabla hujamheshimu mtu, mheshimu Mungu aliyemuumba mtu. Maanake msikilize kwanza Mungu kabla haujafanya kwa habari ya mtu. Narudia tena. Kabla hujamheshimu mtu, mheshimu kwanza Mungu aliyemuumba mtu. Msikilize huyo Mungu anataka nini kwa huyo mtu. Haleluya. Naitwa Mwalimu Pius Rubinda.